Moja ni madeni kwenye klabu yetu. Ni kweli umezungumza vizuri, na tulichukua klabu hii ikiwa na madeni mengi sana ya historia na makubwa. Kwa hiyo sisi kama uongozi tukawa tunapambana nayo kuhakikisha tunayalipa haya madeni. Kwa hiyo msimu wa mwaka jana tukapunguza kwa sehemu kubwa. Msimu wa mwaka huu tumemaliza madeni yote ambayo yalikuwepo. Kwa hiyo sasa kama kutakuwa na madeni, ni madeni mapya ambayo pengine yanaweza kuwa yametengenezwa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kumshukuru Mungu, na kwa kweli uongozi umekuwa makini na kuhakikisha kwamba unafanya hilo jambo vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi hatuna changamoto hiyo. Lakini la pili, umezungumza kuhusu wachezaji hawa wageni tuliowasajili. Changamoto yetu ilikuwa kuwaingiza wachezaji kwenye mfumo. Kwa hiyo baada ya FIFA na TFF kumaliza hilo changamoto, tumeweza kuingiza wachezaji wetu wote kwenye mfumo. Na unajua, baada ya wachezaji wa kigeni wana process sasa. Baada ya kuingiza kwenye mfumo, unatakiwa kuwa katia vibali vya visa na kadhalika. Hizo ndio processes zinazoendelea sasa, na naamini inshallah zitakamilika kabla ya tarehe 17 na wachezaji wote wanaweza kuingia kutumika katika mechi yetu ya kwanza. Hatujashindwa kuingiza wachezaji kwa sababu ya vibali. Kuna swala la mfumo na kuna swala la vibali, si ndio? Kwa hiyo kilichotuchelewesha, kwanza msimu uliopita changamoto ilikuwa ni madeni ambayo tulilipa kwa kuchelewa. Unajua mfumo wa changamoto ya mwaka huu na mwaka jana ni vitu tofauti. Mwaka jana kuna mchezaji anaitwa Bruno Gomez. Bruno Gomez. Tulimlipa siku 5 kabla ya dirisha kufungwa. Kwa mfumo wa FIFA lazima yule aliyelipwa accept kabla hujafunguliwa. Yeye akachelewa ku accept mpaka dirisha limefungwa. Hiyo ndio changamoto ambayo itusumbua msimu uliopita. Lakini mwaka huu tumelipa mapema na waka accept mapema, na FIFA wakasema deni hili limeshalipwa, waka uplift lile deni. Kwa hiyo ikaonekana kwamba hatuna deni popote. Ila kwenye mfumo wao bado kukawa kuna block kama vile wameendelea kutuzuia. Kwa hiyo ni vitu tofauti ambavyo vimetokea. Sasa vibali. Kwa hiyo mwaka jana hatukuwa na changamoto ya vibali, ila kwa sababu mpaka dirisha linafungwa tulikuwa bado hatujakamilisha usajili, then tulishindwa kuwatumia. Vibali ni process ya kawaida ya timu zote. Ukishaingiza wachezaji, basi unaenda kuwalipia na kukamilisha yeye. Na ni process kwa sababu lazima uende BMT, lazima uende idara kazi, alafu uende immigration. Kwa hiyo ni process ambayo inatumia siku 3, 4, 5 na kila kitu kinakamilika. Kwa hiyo ni jambo ambalo naamini ndani ya muda mfupi tutakamilisha. Asante. Tumejipangaje? Ule mziki wa jana simeuona? Ndio kujipanga kwenyewe huko. Tumejipangaje ni kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji wazuri. Wachezaji wenye quality ya kucheza kwenye ligi ya Tanzania na kuleta ushindani mkubwa. Ni jambo ambalo tumelifanya vizuri, na nafikiri tumetumia scouting nzuri na kutumia ushirikiano wetu na CTFC Abuja, na imetusaidia kupata vijana ambao wanaweza wakaleta ushindani mkubwa. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na swala la kipato ni changamoto ambayo bado ipo kwenye vilabu vingi, sio Fountain Gate peke yake, lakini hatudhani kama Fountain Gate ina changamoto ya kipato. Na nitamani ungepata nafasi ya kuuliza wachezaji wetu. Hatuna arrears ya mishahara, wachezaji wamelipwa mishahara kwao, wanapata bonus kutokana na makubaliano. Kwa hiyo nalo hatuna changamoto yoyote kwenye swala la kipato, kwa makubaliano ambayo tumewekeana na wachezaji wetu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na tunaamini kwamba timu inaenda kuleta ushindani mkubwa na tunaweza tukamaliza kwenye top 4 inshallah mwaka huu. Fanya maswali mawili Princess haifanyi vizuri kwenye kipindi cha miaka 3 iliyopita, na inatokana na kuuza wachezaji. Si ndio? Sawa. Kama nilivyosema awali, si ndio ilikuwa kitu kama hicho? Lakini hapa katika tumejipangaje kuendelea kufanya vizuri. Haya, la kwanza niseme
Kama ambavyo nimekuwa nikisema awali, sisi tunatamani kuonekana kama ni chuo cha soka. Tuna develop vijana, tunawapa opportunity. Mtu akionekana anawapa opportunity bora kuliko sisi, basi tunamwachia nafasi ya kwenda. Sisi tunafarijika kwamba mchezaji wetu tuliyomtengeneza amesogea kwenye hatua fulani. Sasa kuna wakati ina affect timu, wanapokuja wanachukuliwa wachezaji wengi kwa wakati mmoja. Kuna wakati tutoa wachezaji 7 kwa wakati mmoja kwenda kwenye timu nyingine. Tukarudi kwenye eneo la development kutengeneza. Kwa hiyo kipindi hichi mwaka mmoja miwili uliopita tukufanya vizuri sana kwa sababu tulikuwa kwenye kutengeneza. Mwaka huu tumeongeza baadhi ya wachezaji, na wale ambao tumewatengeneza tunaamini wameshaiva kufikia kufanya vizuri. Kwa hiyo tuna uhakika mwaka huu tunaenda kufanya vizuri sana kwenye ligi ya wanawake mwaka huu. Kwa hiyo tusubiri ligi ianze uone mambo ambayo tunaweka. Lakini kuna swali kuhusu kuendelea kudevelop soka la wanawake. Pamoja na timu ya Fountain Gate Princess, tuna program inaitwa Gates program. Mwaka jana kulikuwa na timu inashiriki ligi kuu ya wanawake inaitwa Gates program. Hili asili yake ni watoto wa kike tunao wa develop kutoka kwenye program zetu. Kwa hiyo tunaomba nafasi ya wao kucheza ili waweze kupata nafasi ya kushindana. Na wakashindana mpaka wakaweza kupanda ligi kuu msimu uliopita. Kwa wale ni mabinti wadogo ambao tumewatengeneza, na program hiyo inaendelea. Tunaendelea kila siku kusport vijana wenye talent mashuleni. Wale wanaosoma tunawapa scholarship ya kusoma kwenye shule zetu. Wale ambao wasomi tunawatengenezea program maalum ya kuwepo kwenye kambi, kujifunza vitu vingine vya kuwasaidia kwenye maisha yao kama watoto wa kike. Kwa hiyo program hiyo inaendelea. Tunaendelea kusport talent. Na hiyo program iko chini ya Sports Academy kwa Kevin anaendelea kuifanya. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo program ya kukuza vijana. Frijbov, swali lako lilikuwa ni mdhamini. Yes, mdhamini. Ni kweli mwaka jana tulikuwa na wadhamini wengine. Mwaka huu kifuani tuna Fountain Gate Schools. Hizi ni program mbili tofauti. Kutokana na ukubwa wa taasisi yetu sasa hivi, Fountain Gate Schools ni program ambayo inashughulika kuendeleza shule na talent development. Alafu sports inasimamia program zote za sports kwa sasa hivi. Shule yenyewe inafanya kazi zaidi ya 600. Huku tunafanya kazi kama wangapi? Zaidi ya 300 huko kwenye sport. Kwa hiyo sasa hivi Fountain Gate Schools wanapata mileage kupitia Fountain Gate Sports. Kwa hiyo tuna makubaliano ambayo tumeingia ya wao kutulipa kwa ajili ya kuendeleza mpira. Kwa hiyo kule siku hizi kuna CEO ambaye ndio anasimamia school zote. Na yeye ana demand kwenye sports, nataka nipate mileage. Lakini kama akitokea mtu ambaye anaweka fungu kubwa zaidi, tunaweza tukakaa chini na shule tukazungumza. Tukasema bwana wewe tutakuweka begani kwa sababu mzigo wako mdogo, na tunaweka mtu mwenye mzigo mkubwa. Kwa hiyo bado tunawakaribisha sponsors wengine ambao wanaweza wakawekeza kwenye timu yetu. Na la mwisho kwako lilikuwa mashirikiano na CTFC yanaendelea. Ni ya muda wa miaka 3 kama tulivyosema wakati ule. Na hata ikitokea wachezaji wameonekana wakauzwa, bado tuna uwezo wa kwenda kupokea wachezaji wengine wengi zaidi. Na wengine kuwakuza kutoka kwetu na kuhakikisha wanapata nafasi. Lakini zaidi ya wao kuja, vile vile tuna scout ambaye anaangalia vipaji vya kwetu na anawatafutia masoko vijana wetu nje ya Tanzania. Kwa hiyo mnaweza mkashangaa baada ya muda sio mrefu tukazungumza baadhi ya wachezaji hawapo tena hapa. Mara mtu nasikia yuko Ufaransa, yuko wapi. Kwa sababu kuna mtu maalum ambaye tumeingia makubaliano yake, yuko huko sokoni. Anaangalia mambo anayofanya Chuga huko afu anayapeleka huko duniani. Alafu tunafanya biashara. Kwa hiyo mtu akitokea anataka kufanya biashara ya wachezaji, wakati wote tunafanya biashara, kwa sababu tunaamini tuna bustani kubwa ya kutengeneza vijana. Vijana wengi wako wanatamani kuja kupanda na kucheza.
Jana mmemwona kijana aliyetufunga kutoka Mbuni. Yule ni kijana wetu ambaye amekosa nafasi ndani, ikabidi tumpeleke mahali aende akacheze. Wale wote wanataka kurudi nyumbani ili waweze kuweza kushine. Wako wengi wa namna hiyo. Kuna vijana wako Zanzibar wanacheza. Kwa sababu tunapeleka kwa mkopo kwa sababu nafasi hapa ziko limited. Kwa hiyo wanapotoka na kupata nafasi nje, wengine wanapata nafasi ya kuingia na kuonekana. Ya kwangu nimemaliza